Ich möchte mich dafür bitte ganz besonders empfehlen. Ihr wisst, es geht jetzt um die letzte. Ningetaka nijiunge pamoja na mahitaji zenu. Munajua kwamba hii ni sehemu ya mwisho. Hii ni wakati wa mwisho na mambo ya mwisho. Tumekusha kuzungumzia hayo jana jioni na asubuhi hii. Inahusu neno la Mungu la mwisho. Hii ni kitendo cha Mungu cha mwisho, ujumbe wa mwisho, saha ya mwisho na wakati wa mwisho. Yote inafika kwa mwisho wake na kuja kwa Bwana imekaribia. Wakati waimbaji walipoimba am Andre Strande ngambo ya pili ya mto, hayo yaliweza kunigusa sana kwenye moyo. Hapa karibu tutaweza kuimba huko tukiwa na vinubi, na tutaweza kusifu Bwana wetu kwa ajili ya neema na wema aliyotupatia. Siku moja nyimbo zitakuwa na mwisho wake hapa duniani, na tutaweza kuimba huko kama vile haijawahi kuwa hapa mbele, na tutaweza kusifu Mungu wetu pamoja. Nilisikia ikisemeka asubuhi hii ya kwamba ndugu Branamu alikuwa amesema ya kwamba adui atashushwa wakati kanisa litakapokuwa limenyakuliwa. Na kama vile sipendake hata swali moja ibaki pasipo jibu, ningetaka niweze kusoma kitabu cha Mihuri kwenye ukarasa wa 57. Ukarasa wa 57. Lakini ndani ya Ufunuo sura 12 mstari wa 7 mpaka 9, Shetani, Diabolo, musaka wa ndugu zetu atashushwa wakati kanisa litakapokuwa limenyakuliwa. Wakati kanisa litakapopanda, Shetani atashushwa. Shetani ataingia ndani ya Antikristo katika wakati ule, na hapo sasa ataitwa mnyama. Hatutaki kuingia katika maelezo ya maneno haya. Hapa inahusu mahubiri haya inayoitwa nafsi zilizo katika kifungo. Na hapa ndugu Branamu anafika kwa kumalizia na kusema ya kwamba kutakuwa wakati ambamo ndani yake injili itahubiriwa, lakini hakuna mtu atakayeweza kuamini tena, kwa maana wakati wa neema utakuwa umekwisha kupita. Na mpaka sasa tuliweza kuamini, au mimi niliweza kuamini ya kwamba wakati wa neema utakapokuwa umemalizika, tutaweza kuchukuliwa ndani ya utukufu, na hapo sasa Mungu atageukia tena taifa la Israeli. Kutakuwa wakati mfupi ambamo ndani yake watu wataweza kusikia, lakini hawataweza kuamini tena. Na hiyo inalingana na yale yaliyofanyika katika siku za Noa. Alikuwa amehubiri katika miaka mingi, na kisha akangoja wakati fulani ndani ya safina, lakini ilikuwa imekwisha kuchelewa. Mulango kuwa imefungwa, lakini mvua na hukumu zilikuwa bado kuja hapo hapo. Kukapita tena wakati fulani. Na mbele ya kusoma hiyo, mbele ya kusoma mahubiri ya ndugu Branamu, ningetaka niweze kusoma andiko mbili za Biblia. Ya kwanza iko ndani ya Ufunuo sura 22 mstari wa 6, na ya pili iko ya Waroma sura 11. Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Akaniambia, maneno haya ni amini na kweli, na Bwana Mungu wa manabii watakatifu alituma malaika wake kuonyesha watumishi wake mambo yaliyopaswa kuwa upesi. Mstari wa 7.
tazama ninakuja upesi. Heri yeye anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mstari wa 8. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuona maneno haya, na wakati niliposikia na kuona, nilianguka kuabudu mbele ya miguu ya malaika ambaye alionyesha maneno haya. Mstari wa 9. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako manabii na wa wale wanaoshika maneno ya unabii wa kitabu hiki, abudu Mungu. Mstari wa 10. Akaniambia, usitie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huu umekaribia. Mstari wa 11. Yeye aliye mzalimu azidi kuwa mzalimu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. 12. Tazama ninakuja upesi, na mshahara wangu ni pamoja nami, kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake. Na tena andiko inayojulikana vizuri ya Waroma sura 11, Waroma sura 11 mstari wa 25. Kwanza kwa mstari wa 25. Waroma 11 mstari wa 25. Kwa maana sitaki ndugu musijue siri hii, ili musijione wenyewe kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umepata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa umefika. Mstari 26. Na hivi Israeli wote wataokolewa kama ilivyo andikwa. Sitaki akose kuweza kuingia katika maelezo ya maneno haya, lakini nataka niweze kusoma yale ambayo ndugu Branamu aliyosema, na akose maswali ambazo zinazoulizwa zitaweza kupata jibu zake kupitia yale ambayo itakayosomewa. Asubuhi hii tuliweza kufika kwenye ukarasa wa 33 sehemu ya kwanza, na ningetaka niweze kuanza hapo hapo na sehemu ya pili kwenye ukarasa wa 33. Inasemeka hapa ya kwamba kuna njia moja, na njia hiyo ni Kristo. Kristo ndiye neno ambalo linaloishi ndani yenu na linaloshuhudia kama vile kweli yote ambayo aliyoahidi kwa ajili ya wakati huu. Munaelewa haya? Tusimamie kwanza muda kidogo hapa. Ndani ya wimbo wa kwanza tuliimba ya kwamba mvua ya baraka inyeshe. Munajua ya kwamba si mvua ambayo inayokuwa ya lazima, lakini mbegu, na mvua inaoteshaka kila mbegu ambayo iliyo katika udongo, kama vile pia jua. Wakati mvua inaponyesha na jua inapowaka, inakuwaka ni kitu fulani cha ajabu, lakini hiyo inafurahishaka pia majani mabaya na pia ngano. Hiyo mvua moja ambayo inaonyesha juu ya ngano inanyesheaka pia majani mabaya. Hiyo jua moja inawakia waovu na wabaya, waovu na wema, kama vile Bwana Yesu alivyosema.
kama vile Bwana Yesu alisema juu ndani ya mahubiri juu ya mlima, Mathayo sura 5:45, inanyeshea wema na wabaya. Tunapaswa kuwa macho ili mbegu njema iweze kuwa imepandwa ndani ya udongo ya mioyo yetu mbele ya mvua. Hiyo ndiyo ya lazima. Tunajua, na ninataka niweze kuwasomea kama vile ndugu Branham anasema hapa kuhusu ndugu Duplessis. Mnajua hakuweza kutamka jina la mtu katika miaka 33 au 35, lakini aliweza kusema jina hili la huyu mtu, kwa maana ilikuwa yeye ndiye alikuwa kama vile ndiye alikuwa katikati ya hiyo mashirika mbili za madhehebu. Na kwangu nina picha ya Duplessis na Papa wakisimama pamoja, moja kwa upande wa mwingine. Na wakati hiyo inaposemeka hapa, ningetaka niweze kutafuta picha hiyo, lakini niweza kukumbuka hiyo baadaye. Inasemeka hapa, kwa sababu gani? Kwa sababu gani Mupentekosti anayejulikana ndani ya ulimwengu mzima anaweza kuandika barua ya mzunguko kama vile huyu ndugu Duplessis? Akosa aliweza kufanya pia hivyo, kama vile wandugu wengi wanaweza kukamata na kupokea hiyo kitabu au barua hiyo ya mzunguko. Alikuwa akikaa karibu na Papa wakati wa makusanyiko ya umoja wa madhehebu, akasema kwamba ilikuwa ni mambo ya kiroho. Hii kweli ni upambanuzi wa roho kweli. Walisema roho wa Bwana alikuwa pale, ya kwamba ilikuwa ni ya kiroho. Mimi ninasoma tu kwenye ukarasa wa 33, paragrafi ya pili ya mwisho. Mambo ngapi ambayo yanayosemeka kwamba ni ya kiroho, na ijapokuwa ni ya kimwili na ni ya kimwili, na kisha wanasema kwamba ni ya kiroho. Ni wakati gani au namna gani inaweza kuwa ya kiroho? Ni mahali ambapo Roho wa Mungu kupitia neno la Mungu katikati ya taifa la Mungu anapopokea inayompendeza, na sio utakatifu wako au utakatifu wangu, lakini kutofautisha kweli kweli au upambanuzi wa kweli wa roho, kuweza kujua ni mahali gani ambapo neno la Mungu la kweli liko, kunyosha mikono, kuimba, kushangilia, na yote ambayo inaweza kuwa na hali ya kuweza kuingia katika baraka ya Mungu au kuweza kushota kwenye chemuchemu hiyo. Hiyo haitoshi. Mara ngapi ndugu Branham aliweza kusema Mathayo sura 24 mstari 24 na kusema ya kwamba mambo hayo mawili yataweza kukaribiana moja na ingine kwa kiwango, ila ni wachaguliwa tu ndio hawataweza kupotezwa au kudanganywa. Lakini umuhimu ulikuwa ukiwekwa juu ya kwamba ilikuwa ni ya kiroho tu huku kwao. Lakini nafika sasa kwa kiwango ambayo ninaogopa kuhusu watu ambao wanaojisikia kwamba wao ni wa kiroho kuliko wengine, kwa maana ninawaza ya kwamba nyuma ya watu kama hao kuna kwaka roho zingine na si roho wa Mungu. Mtu ambaye aliye wa kiroho kweli kweli hataweza kutazama mwingine akimdharau au kumtazama kumuona kutoka juu, na hataweza kujihesabia kama vile yeye ni wa kiroho, lakini atajisikia kama vile mnyonge mbele ya uso wa Mungu. Na inasemeka pia hapa, unaona, kwenye ukarasa wa 34 paragrafu ya kwanza, kama mnaweza kuona hii kwa makini sana. Hapa Bwana anasema inalingana na neno la Mungu, kama vile Roho alikuwa amekwisha kutabiri, akionyesha waziwazi katika mwaka 1933. Ni kusema vita katikati ya mataifa, maendeleo ya matekniki na yote itakayofanyika mpaka mwisho, na tunayaona hapa, na hayo haikujidanganya. Lakini sasa tuko naona gisi namna gani hayo mambo yote yako naonekana. Sehemu ya pili, paragrafu ya pili, nuku:
Nilitabiri katika wakati ule ya kwamba wakati utakuja ambamo hii umoja wa madini itageuka sasa kuwa ndiyo alama ya mnyama, kwa maana wataungana pamoja na mnyama, na itakuwa hivyo. Niliyaona nikiwa hai, wa protestanti wanaanguka, mamilioni wakiangukia katika hiyo umoja wa madini, wakiingia ndani. Kwa sababu gani? Wanatafuta hiyo, walipofushwa. Na kisha katikati ya paragraph inasema ya kwamba ninajua ya kwamba hii itaweza kuchukua maisha yangu hata siku moja. Ni kweli, itakuwa hivyo, lakini hapa kweli imefunuliwa, kweli imefunuliwa. Na kisha anasema hapa ya kwamba kuna dada moja aliyeona maono, aliyemtumia maono hayo, akasema ya kwamba aliona namna gani hizo mashirika za kimadhehebu zinajiunga pamoja katika siri ili waweze kuniua. Wataniua siku moja wakati nitakapotoka ndani ya gari yangu, au wakati nitakapokuwa nimeingia ndani ya gari yangu, kutakuwa marisasi ambayo itakuwa imepigwa. Lakini hapa ndugu Branham anasema kwamba Roho hakusema ya kwamba kama hii itafanyika sasa, lakini hiyo itafanyika baadaye, hiyo itafika baadaye. Na tangu wakati huo niliweza kuitambua. Tangu wakati ule ndugu Branham alikuwa akisema siku zote ya kwamba hiyo itafanyika katika gari. Alikuwa haijue maelezo ya mambo hayo, lakini alikuwa akionyesha ya kwamba mwisho wake wa maisha yake utafanyika wakati atakuwa ndani ya gari. Tunaona vizuri ya kwamba hayo yalifanyika baadaye kwa namna iliyo tofauti na yale ambayo huyo dada alikuwa ameona, au kwa namna nyingine hiyo yaliweza kufanyika na kutimilika kama vile alivyoona. Tunapashwa acha swali hiyo kwa namna nyingine kwa wakati huu. Kwenye ukarasa wa 35 anasema kitu fulani kitaweza kutugusa sisi sote kama tunaamini na kama tunaweza kupokea yale Mungu aliyosema. Kwenye ukarasa wa 35 nuku, mtakumbuka yale inaandikwa ndani ya Waebrania sura 6, kwa wale ambao waliojua kweli wakati moja na kisha walikataa kutembea ndani ya kweli hiyo, pale sasa hakuna tena toba inayowezekana kwao. Mnaona hapo kuna mpaka. Wakati moja kweli inapoonyeshwa kwa mtu fulani kwa ajili ya mara ya mwisho, na kama kweli, kama mtu huyo anakataa kukubali kweli hiyo, hakuna tena kitu hapa duniani kinachoweza kumwokoa, sawasawa na neno la Waebrania sura 6 mstari wa 4. Hayo pia ni maneno ya hatari sana, ya kuogopesha. Tuliweza kutambua hiyo, na sio tu tangu jana, lakini tangu muda mrefu tuliweza kuelewa ya kwamba Mungu alizungumuza na matafsiri zetu zote, na kuelewa kwetu yote inapaswa kuwa na mwisho wake, na ili neno la Mungu la mwisho linapaswa kuwekwa, linapaswa kudumu mpaka mwisho, na ingine yote inapaswa kunyenyekea chini yake. Mnajua vizuri ya kwamba mliweza kose kusoma, na mimi pia naweza kusoma vitabu au maandiko au mazungumzo. Watu waliweza kuleta mabishano kuhusu kuzimu, wakasema kuzimu ni ya milele, mwingine akasema kwamba si ya milele. Nataka kuonyesha andiko 3 za Biblia zinazoshuhudia zote ya kwamba kuzimu ni ya milele. Na hapo mtu wa Mungu mmoja akakuja akasema ya kwamba mambo yote ambayo iliyokuwa na mwanzo yatakuwa pia na mwisho wake, na akasema ya kwamba kuzimu ilikuwa na mwanzo, kwa maana iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, nayo itakuwa na mwisho. Na wakati
chunguza swali hiyo kwa makini sana, unatambua ya kwamba watafsiri waliweza kuwa na mashida mingi kama vile ambazo tulizo nazo leo wakati wa kutafsiri hiyo kitu moja ndani ya lugha nyingine, kuweza kurudisha hiyo wazo moja katika lugha nyingine. Nao waliweza kutafsiri neno eon inayomaanisha muda wa wakati na si milele, lakini mwandishi au msomaji aliweza kuonyesha kwamba hapa inaandikwa milele na kwamba hapa inaandikwa milele. Na kama unaweza kujifurahisha kuweza kutazama tu hiyo, unaweza kusema mtumishi wa Mungu ndugu Branham, mbona hii yote ni nzuri, lakini mimi sikuamini kwa sababu hapa imeandikwa hiki na hiki. Unaweza kuweka kwa nafasi ya kwanza moja au nyingine ili uweze kuitumikisha kwa ajili ya kushambulia wengine, lakini tuliweza kufanya hiyo tangu muda mrefu. Niliamua kuweza kuamini kwa moyo wangu wote yale yaliyosemeka, hata kama katika wakati hii hiyo haionekane kama vile ya kweli kwangu, na hata kama sijaweza kuiona kwa namna hii kwa wakati huu. Ninaichunga ndani ya moyo wangu na naikubali, naipokea, naikubali. Ingine iliweza kuniumiza sana, ikanitesa sana, na ndiyo maana niliweza kujifunza kuwa mtu wa kushilinda. Hapa tunaambiwa ya kwamba kuna mpaka, siku moja kweli itaweza kuwekwa kwa mtu na kuonyeshwa kwa mtu kwa mara ya mwisho, na kama mtu yule anakataa kukubali kweli hiyo, sawasawa na neno la Waibrania, hapo sasa hakuna kitu hapa duniani kinachoweza kumwokoa. Tunaweza kusema Yesu ni mwokozi wetu. Sasa ni uhusiano gani iliyo katikati ya kweli iliyofunuliwa na wokovu wa nafsi yetu? Mniruhusu niweze kusema hiyo leo, kama Roho wa kweli aliweza kutufanya kuwa wapya, na kama neno la Mungu liko katika mioyo yetu, hapo sasa Roho wa Mungu ataweza kuifunua, na Roho wa Mungu haipinganake hata siku moja na neno lilofunuliwa la Mungu. Kila roho yote ambayo inayopingana na neno lilofunuliwa la Mungu, hiyo roho haitoki kwa Mungu, hiyo roho si ya Mungu. Tunapaswa kuyaona waziwazi na kuweza kuyaelewa pia. Kuna mpaka usioonekana, mpaka ambao hauwezi akose kuona na ambao hauwezi kutambua kwa wakati huu, na unajikubalisha wewe mwenyewe na unawaza kuhusu Paulo na kadhalika. Paulo alisema kwa jina la Bwana, lakini alikuwa wazi na aliweza kutujulisha waziwazi. Paulo alisema siku moja ya kwamba ni mimi ndiye ninayesema, lakini siye Bwana. Wakorintho wa kwanza sura 7:12. Na wakati mwingine akasema kwamba sio mimi ninayosema, lakini ni Bwana. Wakorintho wa kwanza sura 7:10. Alikuwa wazi katika moyo wake na katika huduma yake, naye aliweza kujulisha waziwazi akiambia taifa la Mungu wakati ilipokuwa ni yeye ndiye alikuwa akizungumza, au wakati Mungu alikuwa akizungumza kupitia yeye. Lakini kulikuwa wakati mahali alipoweza kuingiza msumari, kama vile ndugu Branham alivyosema, na wale wote ambao walishakapigilia msumari wanajuaka vizuri ya kwamba kama hiyo kichwa cha msumari haijaingia ndani, unajua kwamba haina maana. Hiyo kichwa cha msumari kinapaswa kuingizwa ndani ili kitu iweze kushika sasa vizuri, na kama sivyo haikamate vizuri. Na ndugu Branham alikuwa ni mtu alikuwa akionyesha mambo waziwazi. Alikuwa akikamata hii mifano iliyo ya kukamatika waziwazi hapa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 13 na 7. Mstari wa 13 na 7. Wakorintho wa kwanza sura 14. Kama mtu akizania ya kuwa yeye ni nabii au mtu wa roho, ajue maneno ambayo ninawaandikia ninyi, ya kwamba maneno haya ni agizo la Bwana. Mstari wa 13:8. Lakini kama mtu akiwa mjinga, awe mjinga.
au kama hataki kuyatambua, naye asijulikane, asikubaliwe. Hii ni neno la Mungu. Nikusema anapashwa, na sio kwamba anaweza, lakini anapashwa kuyajua, anapashwa kutambua ya kwamba yale ambayo ninayowaandikia hapa ni agizo la Bwana. Lakini kama mtu hataki kuweza kuyajua au kuyakubali, asikubaliwe. Hii ndiyo dhamiri iliyo wazi ya mtu. Kama mtu hataki kuyakubali, mtu yule naye asikubaliwe. Na sasa katika maelezo haya ndugu Branamu anatuonyesha ya kwamba kweli inakubaliwa tu na wale ambao walio wa kweli, nasi tunapaswa kuikubali ili tuweze kutumikia Mungu wetu kwa moyo wetu wote na nafsi yetu yote. Na kama sio hivyo, hii kwenda na kurudi tena itakuja na kuingia na tena. Wakati moja atakuwa na haki na mwingine atakuwa na kweli. Wakati si mmoja tunaweza kukubali kwa namna hii, au wengine wanaweza kuwaza kwa namna hii, lakini hapana. Hiyo yote inapaswa kuwa na mwisho wake. Tunapaswa kufikia kwa maamuzi mamoja na kuweza kujua ya kwamba neno la Mungu la mwisho linaletwa nalo linakubalisha wote katika hii sehemu ya mwisho ya kanisa chini ya mjumbe wa kizazi cha mwisho, na kuna namna ingine. Tunafika hasa sasa kwa maneno ya muhimu sasa ya hapo ukurasa wa 13. Vitendo 3. Huduma ya Yesu ilikuwa ndani mivuto 3. Huduma ya Yesu ilikuwa katika mivuto 3. Sasa mnajua hiyo, mfanye angalisho. Kama mnaweza kuwa wazi katika maisha yenu, muweze kuwa tena hiyo katika maisha yenu sasa. Tena daga fulani. Mvuto wako wa kwanza ilikuwa ni wakati wa kuponya wagonjwa, akawa mtu aliyependwa sana. Inawezekana ya kwamba watu wote waliweza kumwamini wakati alipokuwa akienda kuponya wagonjwa. Watu wote walitaka waweze kuwa naye ndani ya kusanyiko lao, lakini siku moja akasimama akaanza kutabiri, kwa maana alikuwa neno, alikuwa nabii ambaye Musa alikuwa amezungumuza. Wakati alipokwenda ili awaambie namna gisi walivyokuwa wakiishi na gisi walikuwa wakitenda, akawa mtu ambaye hapendi tena. Ilikuwa mvuto wake wa pili, ilikuwa ni hatua yake ya pili. Najiuliza kama ingali hiyo leo. Muwazie hiyo muda kidogo. Ya kwanza ilikuwa ni uponyaji kwa ajili ya wote. Ya pili, hiyo inaweza kuwa Yesu peke yake au Beelzebul, Jesus only. Alikuwa akifanya hayo mambo mamoja katika wakati ule, na hizo roho moja zinaishi katika hao watu wamoja, watu ambao waliohukumiwa, ambao hawawezi kuokolewa, kwa maana walikuwa wamekwisha kuhukumiwa tangu mbele, kama vile Yuda Iskarioti, mwana wa upotevu. Mnasema Yuda? Ni kweli, mkumbuke Yuda alikuwa mtu wa kizehebu sana, lakini hakuweza kwenda mpaka mwisho pamoja na ujumbe. Angeliweza kukubali sehemu moja, lakini hangeliweza kuvumilia ingine inayobaki. Hapa tuna matamshi iliyo ya hatari sana, na ninahuzunishwa sana, na hii inaniumiza sana kuweza kusoma kulinganisha kama hii, lakini ni hivyo ndivyo navyoandikwa, nami singelipenda kuweza kuitamka katika maisha yangu au kuitamka mbele ya kusanyiko hata moja, nikijua ya kwamba itaweza kukamatwa kwenye kanda. Lakini hapa mtu wa Mungu akiwa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu alisema nukuu, lakini hakuweza kwenda mpaka mwisho pamoja na ujumbe. Kusema mpaka mwisho pamoja na ujumbe, aliweza kubali sehemu moja, lakini hakuweza kuvumilia ingine yote inayobaki.
Mnajua ni kitu gani kinachohusika hapa? Tuko hapa katikati yetu, yote ambayo inayohusu wengine tunaweza kuikubali sisi sote, na hiyo pia wakati tunaposema kuhusu wengine tunasema ndiyo, amina, haleluya, Mungu asifiwe. Na sasa iko namna gani kuhusu yale inayotuhusu sisi au inayowahusu ninyi wenyewe? Tunaweza pia kusema ndiyo na amina wakati wasioamini wanapokuwa wameonywa kwa sababu ya mavazi yao au kwa yale ambayo wanaosema na wanaofanya, pale tunasemaka amina na tena amina. Wakati kitu fulani kinapowekwa kwenye nuru, hapo maamina zinakuwa nyingi, ziwe nguvu au nyepesi. Lakini Mungu anakuwa makini sana, Mungu anakuwa macho sana, anakuwa macho ili tuweze kufanya hiyo kitu moja pamoja na neno linalotuambia wewe na mimi. Mungu hahusiki na kutenda kwako wakati anapozungumzia wengine. Mungu anaona jinsi unavyotenda wakati anapokuzungumzia. Mungu anaona vitendo vyangu au namna jinsi ninavyotenda wakati anaponizungumzia. Mnaelewa nini kitu kinachohusika? Wakati wengine wanapoonywa, hapo sasa sisi tunaweza kutoka ndani ya makusanyiko tukiwa na kicheko na tunawaza ndani yetu ya kwamba walikuwa na stahili kuambiwa hivi, walikuwa na stahili kuambiwa hivi, na kwamba wanaweza kuhubiri vizuri. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hiyo inatuhusu sisi, wewe na mimi. Hiyo inatuhusu wakati Mungu anapotukosoa, wakati anapotuambia wewe na mimi yale nayo tukosea sisi wenyewe, na wakati anapogusa kwa hatua ambayo inapaswa kuguswa ndani ya maisha yetu. Ni hapo sasa ndipo Mungu anaweza kuona jinsi tunavyotenda sisi au jinsi tunavyoshikamata, na hiyo namna ya kushikamata sasa inakuwa ya lazima sana. Na kama vile nilivyosemeka hapa, inaomba kwenda mpaka kwa hatua fulani, lakini sio mpaka mwisho. Na ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba wale ambao wanaovumilia mpaka mwisho, wale ambao wanaoweza kukubali kukosolewa kwa kiungu mpaka mwisho, hata kama inahusu kanisa au utaratibu wa kanisa ya watu au kitu chochote, nani au kitu gani, ni wale watakaovumilia ndio watakaovikwa taji. Tunakaa tukisikia neno la Mungu kwa ajili ya kulisikia na kulipokea na kuliamini. Kwa maana sisi ambao tulio na watoto tunajua ya kwamba mara ngapi inakuwa vigumu kuweza kuadibisha, lakini tunaamini ya kwamba na tunajua namna gisi tunashonyaka sana wakati tunapokuwa tulishindwa kuweza kuwaongoza na kuelimisha na kuwaleta katika tabia njema, na hiyo inaweza kutuongoza mpaka hata kwenye kaburi. Lakini Mungu ni baba mwaminifu, baba mzuri. Yeye hakuwake na upendeleo hapa. Si kwamba Mungu anafanyaka hapa ya kwamba tunafunga macho hapa ya kwamba tunawaza kwamba itafanyika vizuri, lakini haitasonga mbele, haitafanyika. Lakini pamoja na Mungu mambo hayo yanakuwa wazi. Kila mwana ambaye anayependa anamuadhibu na kumkosoa. Wale wote anaokubali, na hiyo kukubali inakuwa kitu kingine kuliko hiyo kitu kingine cha kuweza kuwa lizaliwa. Kuadhibiwa inaanzaka wakati wa kuzaliwa au wakati unapokuwa umezaliwa. Barua kwa Ibrania inaonyesha kwamba mtoto aliweza kuonyeshwa kama vile muriti, anawekwa kama vile muriti katika umri fulani wa miaka, na hiyo ndio inahusika, na sio kwamba tuko wavulana na wasichana wa Mungu tu, lakini ninapokea sasa uriti kubwa,
inahusu sasa kuwa muriti wa Mungu na uwariti pamoja na Yesu Kristo. Inasemeka mbali kidogo katika paragrafu ya mwisho ya ukarasa wa 38. Huduma ya Yesu ilikuwa ya ajabu sana. Wakati alipokuwa akiponya wagonjwa, huyo nabii kijana wa Galilaya alikuwa akipatia kuona vipofu, alikuwa akifufua hata pia wafu. Tunajua pia hatua au mambo matatu. Alifufua wafu, lakini siku moja akageuka akasema, ninyi uzao wa nyoka, munaosha nje ya kikombe, munaonekana kuwa watakatifu, lakini ndani ninyi si kitu kingine ila uzao wa nyoka. Wakati unabii ulipotokea na wakati shirika lipokuwa limehukumiwa, mambo yalibadilika. Walimugeukia, ndiyo, ni kweli, walimkataa, wakamsulubisha, lakini hamwezi kuua huduma. Huduma hayo inaendelea kuishi. Munaweza kuweka mwisho kwa maisha ya mjumbe, lakini hamwezi kuua ujumbe. Haleluya! Munaweza kuweka mwisho kwa maisha ya mjumbe, lakini hamuwezi kuua ujumbe. Na tuweza kusoma hiyo asubuhi hii. Ujumbe huu utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Mjumbe haiko tena hapa, lakini ujumbe iko hapa, na ujumbe huu unageuka kuwa tena wazi tena zaidi na zaidi kwa ajili yetu. Unageuka tena kuwa wadamani sana na sana, tena na tena, kwa namna ambayo haiwezi kuweza kuwaziwa, na tunaona yale ambayo Mungu anataka kutimiza pamoja nasi au kupitia hiyo ujumbe. Hasa akaendelea, mvuto wa tatu ilikuwa ni ya kuweza kuhubiri wale ambao walikuwa wamepotea, ambao hawangeweza kutenda kuokolewa. Alifika huko mahali ambapo hayo macho kubwa iliyokuwa ikishipodoa ilipokuwa alihubiri hao hizo nafsi ambazo hazingeweza kukubali neema, lakini zimekuwa zimetenganishwa milele na milele na neema ya Mungu. Lakini wangepaswa kutambua ni yeye alikuwa ni nani, kwa maana Mungu alikuwa amemtayarisha kwa ajili ya hiyo. Najiuliza kama huduma yake itakamata kiwango kama hiyo ndani ya siku za mwisho. Kama vile ilivyosemeka, kama vile Baba alivyonituma nami ninawatuma pia. Yohana 20:21. Mutafanya hayo makazi mamoja ambayo ninayotimiza. Yohana 14:12. Waliopotea ambao hawangeweza kuokolewa walikuwa wamekataa neema. Ilikuwa ni mvuto wake wa tatu. Kuna swali juu ya maneno haya. Mvuto wake wa kwanza aliponya wagonjwa, sivyo? Mvuto wake wa pili, huduma yake ya pili alikuwa akitabiri. Huduma yake ya tatu alihubiri wale ambao walikuwa wamekwisha kuangamia milele na milele. Na hapa tuna kitu moja ambacho hatuwezi kusahau au kupita pembeni yake pasipo kuweza kuzungumzia hayo au kwa urahisi, hata kama hatuwezi kuchelewa juu yake. Tutaweza kuiacha kama vile ilivyosemeka, lakini inawezekana pia ya kwamba wa mwisho ataingia ndani ya kanisa la Bwana, na tulikuwa tukiwaza ya kwamba katika wakati ule wa kwamba unyakuo utakuwa umefanyika sasa, lakini inawezekana kwamba haizi kuwa hivyo. Wa mwisho anaweza kuingia, na hapo sasa sehemu ya mwisho na matayarisho ya mwisho inaweza kuanza, na hiyo kazi kubwa na ya nguvu itaweza kuanza katikati ya wale ambao waliweza kuitwa ili waweze kutoka, wataweza kunyakuliwa, nao wataweza mbele ya mwito wa mwisho. Inatafanyika wakati wa mwisho. Hiyo kitendo cha mwisho kitafanyika nyuma ya mwito wa mwisho.
Nataka kusema hapa ya kwamba sehemu ya mwisho haiwezi kuanza mbele wa mwisho kuweza kuitwa kutoka. Naanza kwamba tunaweza kuisema hapa wakati wa makusanyiko ya Pasaka, na ni hivyo ndivyo yale yatafanyika. Kuna baki tena ukarasa tena za damani hapa. Ningetaka niweze kuharakisha ili tusiweze kuvuka wana wakati. Ukarasa wa 14. Siku moja kama hamutafanya hivyo, mutaweza kuvuka mstari huo. Hamutakuwa tena na hitaji ya kuweza kufanya yale iliyo njema. Mumeelewa hiyo au mmesikia yale ambayo niliyosema? Hapa inahusu kitu fulani. Ndugu, dada, munaelewa yale ambayo iliyosemeka? Mutavuka mstari na hamutaweza kuwa na hitaji ndani yenu ya kuweza kufanya yale iliyo njema au ya haki. Mutaweza kuendelea na kusikia ujumbe, mutasikia Injili, lakini hamutaweza kukubali. Na ijapokuwa Injili itakuwa ikihubiriwa kwa wale waliokuwa wamehukumiwa, kwa wale ambao waliokuwa wamepotea milele, nao hawataweza tena kuokolewa. Mumekwisha kufika kwa hatua hiyo na hamuja hata weza kuyajua. Munawaza kwamba munaishi katika mambo ya kujifurahisha, na ijapokuwa mmekwisha kufa na ingawa mungali hai. Musikie wale wote waliokataa ujumbe wa saha mbele ya kufungwa kwa mulango. Injili ilihubiriwa kwa wale waliokuwa wamehukumiwa mbele hata waweze kuwa wapite basipo rehema. Hapa mambo mawili yanasemeka katika hiyo maneno mamoja. Musikie wale wote ambao waliokataa ujumbe wa saha mbele ya kufungwa kwa milango, na sio mwanzo, na sio kwa mwanzo, na sio katikati, lakini mbele dakika ya mwisho ya mchezo wote kuanza au wote kusikilikana. Musikie wale wote ambao waliokataa ujumbe wa saha mbele ya kufungwa kwa milango, na kisha kuna mstari, Injili ilihubiriwa kwa wale waliokuwa wamehukumiwa mbele hata waweze kuwa wamepotea bila rehema, mbele waweze kupotea pasipo rehema. Na kisha nazungumza kuhusu Noa. Nasoma hapa katikati ya paragraph. Ni kwa sababu ya hii ndiyo nguzo ya moto ilionekana huko karibu na mto. Ni katika ujumbe tu ndimo wanawake wanaweza kuwa wakionywa na kuwekwa kwa nafasi ambayo nao wastahili, na wahubiri ambao wanaokamata misimamo yao wakiungana na madhehebu nao wanaonywa pali ya kusimama juu ya neno, ndani ya neno, wakati Mungu anapokuwa amekwisha kushuhudia ya kwamba yeye ni Mungu na si mtu maskini au mjinga kama vile mimi nilivyo nisiyekuwa na elimu. Lakini hapa inahusu Mungu, ni Mungu. Sasa tumekwisha kufika kwa kiwango ambamo mvuto wa tatu unarudi kwa ajili ya wale ambao waliopotea milele, na tuliweza kuisema waziwazi au kuisoma hatua tatu. Ya kwanza ilikuwa ni utangazaji wa neno, uponyaji wa mamilioni ya watu waliweza kuja sana wakati Yesu alipokuwa akihubiri. Na ya pili ilikuwa ni kwamba aliingia mara moja kwenye lengo na akasema yale ambayo ingepasha kusemeka katika wakati ule, na wote walienda nyuma yake, na akageukia wale 12 akawaambia, nanyi mnataka kwenda? Yohana 6:67. Ni hapa ndipo haya matamshi ya nguvu iliweza kutamkwa ya kwamba Bwana, tutaenda tena wapi? Wewe peke yako ndiye uliye na maneno ya uzima milele.
Yohana sura 6 mstari 6 na 8. Maneno yalikuwa magumu, lakini maneno yalikuwa magumu, lakini uzima milele ulikuwa katika maneno hayo. Sasa heri watu wale wanaofuata Yesu, ambao waliookolewa, wanaobarikiwa, wanaopona, wanaopokea neno la Mungu hata kama inaweza kuwa kali kama vile upanga, na wanaolipokea na wanaoliacha liweze kuingia mpaka liweze kutenganisha roho na nafsi na mifupa na mafuta ya mifupa. Na ndugu Bradamu alikuwa akikumbusha neno hilo linalokuwa katika sura 4 mstari 12 ya Waebrania, ya kwamba neno la Mungu ni kali sana kuliko upanga wa kukata kwa ngambo mbili, linatenganisha au linapenya na linatenganisha nafsi na roho. Na hiyo ndiyo sasa ambayo inapaswa kutofautisha, inaomba kutofautisha yale ambayo inayotoka katika nafsi au yale inayotoka katika akili, yale inayotoka katika roho wa Mungu. Pia wale ambao wanaopenda yale ya akili wanaweza kuipata, wanaweza kuiona kwa wingi katika hii ulimwengu ya kikarismatiki na mahali pote, lakini wale wanaotaka yale yanatoka kwa Mungu, yale iliyo ya kiroho, wanapaswa kupokea neno la Mungu, kwa maana Bwana wetu alisema, neno langu ni roho na uzima, Yohana 6:16-3. Mtu ambaye anayepingana na neno lilofunuliwa na Mungu anaweza kushamini kwamba yeye ni wa kiroho, lakini neno tu ndilo roho na uzima. Na kama tunalikubali sasa, hapo sasa nasi tuna roho na uzima. Hapa inasemeka huku juu kwenye ukarasa 42 nukuu, inawezekana kwamba hiyo inaweza kufika kwa mwisho wake, mahali hapo inamalizikia. Hayo ilianza wakati ule, na hapo sasa inafika kwa mwisho wake. Iko kama vile piramidi. Hiyo ilipanda ikitoka Wesley, Luteri mpaka kwa Pentekosti, mpaka waweze kufika kwa kuwekwa kwa jiwe la kufunika. Itakuwa ni hiyo. Na kama ni hivyo sasa tuko wapi? Hatuwezi kuingia katika kilindi cha maneno hayo pamoja na neno la jiwe la kufunika la Zekaria sura 4. Lakini ndugu Branamu anasema hivi ya kwamba inawezekana ya kwamba mambo hayo mawili yanaweza kuwa yakifanyika kwa mara moja hapa kwa mwisho. Kwa upande moja, umoja wa ujao wa bibi harusi na bwana harusi, kukubaliana ya ujao pamoja na yeye na neno lake, wakiungana katika hatua moja, ni kusema kupitia roho. Na kwa upande mwingine tunapaswa kutambua na tutaona ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayekuja tena kuongezeka. Hakuna mtu atakayekuja kuongezeka. Saa itafika ambamo yule aliye mchafu atabaki kuwa mchafu na yule aliye nje atabaki kuwa nje. Saa itakuja ambamo wa mwisho ataweza kuingia ndani ya kanisa. Na tunajua ya kwamba ujumbe huu unapashwa kutangazwa na unapashwa kupenya na kuingia ndani ya mataifa yote, malugha zote, makabila zote. Mwazie kuhusu Mathayo sura 24 mstari 14, habari njema ya ufalme. Na tuliweza kueleza ya kwamba injili ya ufalme wa Mungu si habari njema au injili ambayo watu waliweza kutengeneza, lakini habari njema ya ufalme iko ndani mambo yote ambayo iliyo katika ufalme wa Mungu kwa wakati ule, na hakuwezi kukosa hata kitu kimoja, hata iliyo kidogo sana, lakini inapaswa kuhubiriwa kwa makabila zote na mataifa yote, ili iweze kuwa ushuhuda kwao. Na hapo sasa mwisho utakuja. Na ndugu Branham alisema ujumbe huu ulizunguka katika ulimwengu yote,
katika wakati ule akose ilikuwa bado kuwa hivyo, lakini leo tunaweza kutazama nyuma na tunajiuliza, ujumbe haujaenda tena wapi? Mungu alikuwa macho ili ujumbe huu uweze kufika mpaka kwenye mwisho wa dunia. Na waza sasa nikikumbuka ndugu yule wa Urusi ambaye aliyekuwa hapa na ambaye aliyetushuhudia ya kwamba alisikia vipindi vya redio kwenye redio huko Kazakhstan kwa watu kwa kilomita 4,000 na Moscow walikuwa wamekamata makanda za mahubiri, na hapo wanaweza kuitangaza. Walikuwa wenda huko wakisambazwa nyumba kwa nyumba, nao wote walikuwa wakisikia. Ilikuwa ni nini? Neno la Mungu lilisambazwa. Mwito wa mwisho unaambiwa bila mashaka kwa wale ambao wanaosikia, nao wanajibu. Na sasa tazama swali, mpaka wale ambao wanaopata sehemu kwa kuvikwa kwa jiwe la kufunika, hiyo sasa ni kuweka taji kwa kazi yote ya ukombozi. Na kama vile nisema, siwezi kuyazungumzia sasa, lakini hiyo ndiyo kumalizia ni kitu cha mwisho ambayo Mungu atakayofanya, na ni upendo wa kiungu ndio ulioonekana ndani ya Kristo Yesu, ndio utakaoonekana sasa ndani ya bibi harusi. Naamini ya kwamba hii ni kitu kidogo cha Mungu kuweza kugeuza, kubadilisha moyo wangu wote na moyo wako. Hatuwezi kusema sasa tangu sasa nimekuwa mtu mpya. Tunaweza kusema hiyo si sote. Tunaweza kuambiana si sote ya kwamba tangu sasa sitaweza kukasirika, tangu sasa nitaweza kufanya hiki na kile, na siku zote ni tangu sasa. Tushaka sema hiyo mara nyingi na hata mara 100, lakini hakuna kitu kimebadilika. Lakini kama tunaweza kuishi mazoezi pamoja na Mungu kama vile Yakobo alivyokuwa nayo, ambaye aliyeweza kupigana mpaka alipoingia, mpaka jua lipochomoza na alipopata kuguswa katika mguu wake, na hapo yote tukabadilika. Na hapo sasa Yakobo akawa Israeli, na hapo sasa tunaenda kama vile wapiganaji wa Mungu ambao ushindi ilipewa kwao kwa neema. Nuku, itakuwa hiyo? Kama ni hivyo, sasa tuko wapi? Sasa Mungu habadilike. Mwazie hayo, mujisukume kwa namna ya kiroho, mujisukume kwa namna ya kiroho, muguse dhamiri yenu na muweze kutambua tuko wapi. Na sasa kama ni hivyo, na kama sasa mungali gisi mulivyokuwa tena, na sasa munaweza kwenda, mmemalizika, muko sehemu ya wale ambao walio nje wakati mwana kondoo atakapokuwa ameshika kitabu. Kama hamujaweza kubadilika, hapa tumeonywa sasa, sisi ambao tunaosikia na tunayopokea, kama tungali hivyo, na kama tungali katika hali ambayo hatuwezi kusimama ndani mbele ya Mungu, sasa hii yote ambayo tulisikia iliweza kuwa na faida gani kwetu? Ni maana gani tunaweza kutosha katika mambo hayo? Na hapa ndugu Branham anasema kwamba mujiguse kwa namna ya kiroho, muguse dhamiri yenu kwa namna ya kiroho. Na hiyo inaniambia mimi, na hiyo inakwambia wewe, mujisukume kwa namna ya kiroho ndani ya dhamiri yetu. Mungu atupatie hiyo leo kwa neema yake, ili tuweze kujisukuma kwa namna ya kiroho, ili tuweze kumulilia katika kili cha nafsi yetu, na tuweze kusema, Bwana unirehemu. Tazama sasa kitu fulani ambayo itaweza kutugusa sisi sote. Nuku, sio katika kuzungumza kwa lugha, na sio kucheza katika roho, na sio kuwa sehemu ya kusanyiko, na sio matunda ya roho. Sisi sote tunakubaliana na kusema ya kwamba ni kwa matunda yao ndio tutawatambua, sivyo? Tuna andiko nyingi zinazoweza kuwa nazo kwa wakati huu ambazo ndugu Branham alikuwa akose hajue pia, lakini hapa inasemeka, lakini si katika matunda ya roho. Hii akili ya Kikristo
inaweza kuvuka kila mmoja wenu katika hali kama hii, na ijapokuwa wanakataa ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, hakuna kitu kama hiyo, lakini ni neno lilo hai. Ni kusema inahusu neno lilo hai. Mnajua ya kwamba walifanya mambo hayo yote. Unaweza kupenda, ni kweli. Unaweza kufanya hiyo vipimo vyote. Unaweza kukubali hata pia kwa furaha na kwa kilindi sana. Lakini mtu ambaye hafanyiki kwa namna hiyo kwa ajili yake wanamchukia, na kwa kilindi inaomba kupendana. Lakini hapo kuna kitu ambacho hakitembei pia. Hiyo pia sio akose, si udanganyifu. Upendo wa Mungu ni upendo wa kupenda pia adui zake. Ni Bwana wetu ndiye aliyefunua upendo wa Mungu, akaombea pia adui zake, akaombea wale waliokuwa wakimtesa. Ni hapa ndipo unaona sasa hii chanzo ya mambo hayo yote. Ni neno lilo hai. Wote wako na andiko, neno liloandikwa, na wote wanaweza kukamata Biblia ndani ya mkono na kusema nina neno la Mungu, ya kwamba sitaweza kunyang'anywa neno hilo. Lakini neno la Mungu liko katika mkono wako na katika ukarasa zake, lakini neno la Mungu linapaswa kuwa ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wangu, na kuwekwa muhuri na Roho Mtakatifu na ndani ya moyo wangu. Na hiyo ndio lazima sana. Neno lilo hai la Mungu lilofunua toka kiti cha Mungu hapo linapaswa kuwekwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu. Naendelea kusoma nuku. Ni hiyo, kama wangeweza kuwa makini sana na kufanya angalisho, yeye alikuwa ni Masia, yeye alikuwa neno lilo hai lilofunuliwa. Kama Roho wa Mungu iko ndani ya mtu au ndani ya mwanamke, hapo sasa neno linaishi ndani yao, nao wanaliishi. Hiyo ndiyo kupiga kwa moyo ya waliotayarishwa na kuchaguliwa, kwa maana neno la Bwana linakuja kwao, nao wanakuwa neno kwa ajili ya watu. Barua zilizoandikwa zinazoweza kusomewa na watu wote. Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa 2, sivyo? Mvuto wa 3 unaweza kuanza, lakini hapa nuku, hiyo ndiyo kupiga kwa moyo ya wale waliochaguliwa. Neno lilo hai lililofunuliwa na Mungu ndiyo mvuto wako na mvuto wangu ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wangu. Yote inaanziaka hapa. Mbele ya kuweza kutoka, inapaswa kwanza kuwa iliingia, na neno hilo funuliwa na Mungu ndiyo mvuto kupiga kwa moyo ya wale waliotayarishwa na kuchaguliwa. Lakini hao wawili walichaguliwa, mwamini na neno kwa ajili ya waamini, na waamini wanalipokea, wanalikubali, nao neno hilo linageuka kuwa ndio kupiga kwa moyo wao, inakuwa ndiyo chanzo ya maisha yao. Moyo sasa inakuwa ndiyo chanzo, na yote inaanzia hapo. Bwana anasema, mwana wangu, msichana wangu, unipatie moyo wako. Mezali 23 mstari 26. Mungu hataki vichwa vyetu ambayo tunayokubali nayo, ambayo tunaleta maoni yetu. Hatutaki kuweza kutafutia huku na huko ili tuweze kupingana. Neno hili linaweza kuonyesha kwetu katika wakati huu, lakini Mungu anataka tuweze kubaki kimya na tuweze kubaki tukikaa au tukisimama mbele ya maneno ambayo tunayoonyeshwa na tunayosema. Na sasa tuweze kusema, Bwana, unataka kuniambia nini? Ndiyo, ni kweli tunaweza kuenda mbali na neno hili na kuweza kutafuta zingine andiko za Biblia, lakini Mungu anataka kutusaidia. Mnawaza kwamba Mungu anataka tufanyia vibaya kuhusu yale yote yameweza kusemeka? Hapana, sio hivyo. Mungu anataka atusaidie. Sasa msikie yale inaandikwa hapa katika ukarasa wa 47 au kujuu. Nuku, bibi harusi aliwekwa muhuri ndani ya Kristo. Kiungo cha mwisho kiliweza kukombolewa. Muhuri wa 6 ulifunuliwa, na mambo mengine
ambayo hatuwezi kuchelewa juu yake. Lakini tunaona hapa bibi harusi aliwekwa muhuri ndani ya Kristo. Inaomba kurudi tena kwa mwanzo, na tuliweza kukazilia juu ya wazo hilo hapa. Mwanzo ilikuwa ni mwanzo wa kiungu, safi, takatifu, isiyo na mchanganyiko. Na kisha katika miaka iliyokuwa ikuja, watu tofauti waliweza kuja wakiwa na mafundisho tofauti, na hapo mabishano ikaanza, maoni sasa ikaanza kukamatwa na mambo zikakamatwa. Lakini mwanzo ilikuwa ni mwanzo wa kiungu katikati ya taifa lake. Mwisho utakuwa ni mwisho wa kiungu katikati ya taifa lake, bila mabishano, bila maoni, bila hata kuwa na hitaji ya kuweza kuwa na haki, bila hata kitu fulani, moyo moja na roho moja, moyo moja na nafsi moja. Upendo wa kiungu uliweza kumiminwa ndani ya mioyo yetu. Ndugu Branham anafika sasa kwa mwisho, na mimi sasa nitaka niweze kufika kwa mwisho. Anaimba kitu fulani, nyimbo fulani ambayo alikuwa akipenda kuimba baada ya mahubiri, na hapa anasema, na anayasema katika maombi nuku, maono ambayo niliyoona wakati nilipokuwa ningali mtoto, wakati nilipokuwa nikiona watu wale katika hali hiyo. Ninawaza kuhusu kuzimu. Iko kama vile neema ilikuwa imetoshwa kwenye dunia, na kwamba kuzimu ayo yenyewe ilikuwa ikitawala hapa, na watu wako katika hali hiyo mbaya. Mungu mweza yote, ninaomba ili wewe Mungu uweze kumimina baraka zako juu ya kanisa hili chaguliwa, kusudi liweze kupokea huduma ya ushuhuda kwa wale ambao walioweza kupotea milele. Hapa tuna kitu fulani ambayo hatuwezi tena kuendelea hapo kwa namna hii. Hapa ndugu Branham anaomba kwa ajili ya kanisa chaguliwa, na mnajua mara ngapi anasema ya kwamba siwazungumzie ninyi tu, lakini naambia kanisa la Bwana ndani ya ulimwengu mzima. Mara ngapi alikuwa akasema ya kwamba mahali ambapo hizi makanda zitaenda, hii ndani ya mahubiri haya. Nasoma hasa kwa mwanzo, au niweza kusoma kwa mwanzo. Hapa anaombea kanisa chaguliwa ili Mungu aweze kumimina roho wake juu yake, ili kanisa hilo liweze kupokea huduma inayoweza kuleta ushuhuda kwa wale ambao walioweza kuangamia milele, kama vile Noa alikuwa nayo kwa wakati ule, kama vile Yesu alivyokuwa nayo kwa wakati ule. Kila mtu aweze kuwa amewekwa muhuri ndani ya ufalme wa Mungu, na aweze kushuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele, milele na milele. Tupatie hiyo Bwana, kubali maombi yetu, kwa maana tunakusii katika jina la Yesu. Hatutaki kuingia katika maelezo hapa au katika marefu haya hapa, lakini hapa sisi hatuko watu ambao wanaojua kugeuza au kutafsiri maneno ya Mungu kwa namna njema. Mnajua kwamba siko kwa namna hiyo. Siku zote nilikuwa nikihubiri yale yaliyokuwa wazi na ambayo haikuwa na hitaji ya kuweza kutafsiriwa, na iko hivyo hivyo pia leo kupitia ujumbe. Ninaweza tu kuhubiri yale ambayo iliyo wazi na ambayo inayoweza kukamatika, yale ambayo inayoweza kutafsiriwa tena na kuweza kuonyeshwa waziwazi tena. Tunapaswa kuyachia Mungu, naye ataweza kuyafanya kwa wakati uliopangwa na wakati na saha iliyopangwa kwa neema. Tuchunguze maisha yetu vizuri vizuri mbele ya Mungu, na tuweze kusema, Bwana, niko wapi mbele yako? Kama unaweza kurudi, nitaweza kuwa tayari kuweza kuingia pamoja na wewe ndani ya utukufu. Hiyo ndiyo swali
Na pia hii tumewekwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Tushaka kuisema, wengi wanaongozwa wanatumikishwa na Roho au wanapakaliwa na Roho. Ni wale ambao, ila tu wale waliotayarishwa mbele ya kutoka kwa misingi ya dunia ndio waliweza kutayarishwa ili waweze kuishi kubadilishwa kwa mili yao na unyakuo, nao watawekwa muhuri. Lakini tunataka tuweze kuwa sehemu ya kundi ya kwanza, kundi la kwanza, yale ambayo naweza kutuingiza katika huzuni ya ndani, inatusukuma tuweze kulia na tuweze kuomboleza kwa Bwana. Na Bwana anataka tuambia leo, watoto wangu, nina nia njema au mipango mizuri kwa ajili yenu. Sitaki muweze kuacha mambo haya yaweze kupita pasipo na lengo, lakini muweze kushika kwa moyo yale ambayo niliyowaambia. Na kama hiyo imetugusa kwenye moyo, inatubakilia tu kuweza kuomba kwa moyo wote na kuweza kumwomba ili aweze kutupatia yale yote ambayo iliyo ya lazima kwa ajili ya unyakuo. Tuna imani na uaminifu ndani ya Mungu ya kwamba anaweza kutukosoa kwa namna hiyo na kutuonyesha hayo yote mbele ya macho yetu, na tuweze kubaki kukikala au tukisimama, lakini tuweze kusema, Bwana, iko namna gani? Kulifanyika namna gani? Tuko wapi sasa? Uko namna gani? Sasa tunaweza kuambiana sisi kwa sisi ya kwamba tuliweza kupokea kutoka wingi wake neema juu ya neema. Na basi Mungu mwaminifu ambaye aliyetuongoza na aliyetushika mpaka hapa, ambaye aliyefanya mengi kwa ajili yetu mpaka sasa, hataweza kusimamia katikati ya njia. Yeye atamaliza kazi yake, lakini hayo yanapaswa kugeuka kuwa kitu ambacho kinachotushika kwenye moyo. Mashaka yote na yote inayoweza kutuzuiza, inayotushika, inapaswa kutoshwa ndani yetu. Anapaswa kukamata nafasi yake ndani yetu. Anapaswa kupokea yale inayompendeza, ili nasi tuweze kupokea yale ambayo inayotustahili. Basi Mungu atubariki nawe pamoja na sisi sote. Amina.